kuna zile ambazo zinatoka nje ya mwili na kuna zile ambazo zinatengenezwa na mwili. Kuna exogenous na endogenous. Yaani wewe unaweza ukala tu labda nyama, lakini mwili ukishachakata ile nyama kuna kinachopatikana ambacho si rafiki baada ya wewe kupata unachokihitaji kwenye nyama. Kwa hiyo inabidi kitoke. Aina hiyo ya hizo sumu tunaziita endogenous, kwamba unaingiza chakula cha kawaida au mwili unatengeneza nishati ya kawaida, lakini mwisho wa siku products zinazotoka kuna ambazo si rafiki, ndio maana inabidi stoke. Lakini kuna zile ambazo zinatoka nje tayari zikiwa ni sumu. Mfano labda mtu akinywa mafuta ya taa au akinywa kitu chochote ambacho tayari kinaenda kuleta reaction kubwa na hatari kwenye mwili. Kwa hiyo hizi ndio aina ya sumu ambazo zinatoka nje. Kwa hiyo kuna zinazotoka kwenye vitu ambavyo ni vya kawaida kwenye mwili na kuna ambazo zinatoka kabisa nje zikiwa tayari ni sumu. Kwa hiyo sumu nayo inapelekea mzio, na ndio dalili ya ambayo inakuja haraka sana. Kwa hiyo sumu kuna kitu tutaona. Ndio. Umeongelea hapo kwamba kuna ya ndani ya mwili na ya nje ya mwili. Ndio. Mimi ninataka tudili hapa kwenye ya ndani. Mara nyingi za nje zinajulikana, inaweza kuwa pia ni zinazopatikana kwenye mazingira yetu, inaweza kuwa kwamba ni aina ya vyakula. Mfano kuna kipindi kulikuwa tunasikia kwamba kuna aina fulani ya miogo ni sumu kwa binadamu, kuna namna fulani ambayo unatakiwa kula miogo usile vizuri katika. Tulikuwa tunaaminishwa hivyo kwamba ni sumu, na watu walikuwa wanaona wengine wanapata madhara kwa sababu ya kula aina hiyo ya miogo. Tunarudi kwenye hizi sumu za ndani ambazo zinapatikana kwenye mwili wa binadamu. Hizi hasa zinakuwa katika namna gani? Fomu yake ikoje? Zinatengenezwa vipi? Na kwa nini mwili wa binadamu utengeneze sumu ambayo sasa inamzuru yeye mwenyewe? Okay, hiyo ni yengo pana, lakini kwa kifupi ni kama nilivyotoa mfano. Tunavyoingiza mafuta ya gari kwenye gari, wala hatuna lengo la kuharibu gari. Lakini michakato inayoendelea mle ndani ya kutengeneza nishati ambayo inahitaji gari inazalisha kitu ambacho si rafiki kwenye hiyo gari. Ndio maana inabidi tuweke exhaust, ule moshi utoke. Ukiziba pale exhaust, unajua nadhani nini kitatokea. Yeah, so the same hata kwenye mwili. Sio kwamba vinavyoingia vinakuwa sumu, lakini mwili unavyovunja hivi vitu, kuna kemikali unaongeza, kuna kemikali unapunguza. Kwa hiyo kuna chemical reactions zinatokea. Zile reactions zinaweza kuzalisha compound au kitu ambacho kinakuwa si rafiki kuwepo kwenye mwili kwa muda fulani au kwa muda wowote ule. Ndio maana ukila kitu ambacho si rafiki kwa muda huo utatapika. Mfano ukinywa hata labda sumu, ni lazima utatapika kwanza. Kwa mwili unakwambia siwezi kukivumilia hiki. Lakini ukinywa kitu ambacho hadi sema kula nyama, hii mwili unajua kuna kitu nakihitaji huko. Mwili utaingiza kemikali zake, utavunja, utachukua vinavyohitajika, visivyohitajika vitatoka. Kwa hiyo hata hivyo vinavyotoka vinaonekana navyo ni kama sumu, kwa sababu vingebaki vingeleta madhara kwenye mwili. Kwa hiyo si kwamba mwili unatengeneza sumu ili kuumize, ni mwili unapovunja, unapofanya kazi zake, unachukua vyenye tija kwenye mwili, visivyo na tija vinakuwa kama sumu, kwa sababu vikibaki vitaleta shida. Ndio maana kuna muda inabidi utoke jasho, uende upate haja.